Andika, jifunze kusamehe na kuachilia. Jifunze kusamehe na kuachilia. Naomba unitegee sikio kama nitafika hapo nilipokuwa nimeanza, kwamba kuna watu wana madeni mengi, lakini madeni haya yalitokana aidha na mababu zao, walikopa vitu na wengine hawakusamehe, na ndio maana mpaka leo madeni haya yanafunga hatima za watu. Madeni haya yanafunga mioyo ya watu. Leo kuna namna ambavyo natamani kutembea na wewe. Tutaanza tuna kitabu cha Mithali, ile sura ya 17 mstari sura ya 17 na mstari ule wa 12. Mithali sura ya 17 na mstari ule wa 12. Karibu. Afadhali mtu akutwe na dubu aliyenyang'anywa watoto wake. Afadhali mtu akutwe na dubu aliyenyang'anywa watoto wake kuliko akutane na mpumbavu katika upumbavu wake. Ndiyo. Yeye arudishe mabaya badala ya mema. Yeye alipaye baya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Alipaye baya kwa baya, mabaya hayataondoka nyumbani mwake. 14. Mwanzo wa ugovi ni kama mtu aliyetoboa mwamba wenye maji. Basi acheni ugovi kabla haujafurika. Yeye asemaye kwamba asiye haki ana haki, naye asemaye kwamba mwenye haki hana haki. Hao wote wawili ni chukizo kwa Mungu. Asema ukiwa ni korofi, unapenda kulaumu tu, unapenda kushutumu tu, unapenda kusodoa wengine tu, yani wewe unaona uko perfect sana. Asema upendaye ugovi ujue sawa na mtu anayechokoza kwenye mwamba wenye maji. Siku ya ukitoboa mwamba usilalamiki mafuriko yanayekuja. Asema basi acheni ugovi kabla mafuriko. Acheni ugovi kabla mafuriko. Rudia tena maneno. Rudia hayo maneno. Ndiyo. Afadhali mtu akutwe na dubu yani mwenye hasira ya kunyang'anya watoto wake kuliko kutane na mtu mpumbavu katika upumbavu wake. Na yeye anayelipa baya kwa baya badala ya mema, mabaya hayataondoka nyumbani mwake. Mwanzo wa ugovi ni kama kuchokoza maji mengi. Basi acheni ugovi kabla haujafurika. Yeye asemaye kwamba asiye haki ana haki. Unayetetea uovu, unawafichia mabaya waovu na kuwahesabia haki, na kuwabeza wenye haki, na kuwabambikizia kesi za mabaya. Kesi za mabaya. Nini kinatokea? Yeye asemaye kwamba asiye haki ana haki, naye asemaye kwamba mwenye haki hana haki. Hao wote wawili ni chukizo kwa Mungu. Ambikizia kesi wengine, unashutumu kila mtu ili uonekane we ni bora. Yawezekana umepewa nafasi fulani na mwingine yuko kwenye nafasi fulani, lakini unaitamani nafasi ya mwingine. Kwa hiyo unainua wivu na kuanza kuchunganisha wengine na kuanza kufitinisha wengine waonekane hawana haki ikiwa ni wenye haki. Ujue ugovu ulio nao ni sawa na mtu anayechokoza mafuriko. Siku ya kija kwako, siku ya kija kwako, usilalamike, kwa maana alipaye mabaya, yani anayetendewa baya, kanuni ya Mungu alipe jema. Anayetendewa baya akaachana na kanuni ya Mungu akalipa baya, ajue siku zote anaileta laana kwenye nyumba yake. Basi laana haitakaiondoke kwenye nyumba ya kwake. Ukionaga unakopaga pesa
unakopaga vitu huwezi kuvilipa na unanyamazaga kimya, madeni yatakuandamia na laana itakuandamia, umaskini utakuandamia. Why? Anasema mwenye kudhulumu na adhulumu sana. Kadri unavyozidi kudhulumu ndivyo laana itakavyokuja ndani yako. Kadri unavyozidi kushutumu wengine kwa mabaya, ndipo mabaya yatakavyozidi kukuatamia. Kadri unavyotabiria wengine uongo, mabaya nasema yatakuja, yatakuvaa. Na ubaya utakuwa ni vazi lako. Samehe na kuachilia. Wakati mwingine msamaha una baraka sana. Msamaha unakusogeza kwa Mungu. Msamaha unakuinulia vitu vya baraka. Msamaha unakufungulia mlango wa kufaa. Lakini kadri unavyozidi kuwekwa na makunyanzi, utaki kusamehe, ndivyo unavyojifungia milango. Haleluya, haleluya. Nimesema kila unapokosewa fanya wepesi wa kuachilia na kusamehe. Kila unapokosewa fanya wepesi wa kuachilia na kuwasamehe makosa yao waliokukosea, ili wewe upate kusamehewa mbele za Mungu. Upate kusamehewa mbele za Mungu, kwa kuwa kusamehe kwako hufungua mlango wa kibali mbele za Mungu, na ndipo na neema hufurika juu ya malango yako. Bali kuto kusamehe kwa waliokukosea, jua kwamba unachokifanya wewe ni kujitengenezea au kujiletea laana na umauti katika maisha yako na juu ya nyumba yako mwenyewe. Ingawaje wengi wetu kuzani, tunaposhindwa kumsamehe mtu tunamkomoa. Yaani ukikosewa na watu alafu unashindwa kuwasamehe, unazani ndio unawakomesha. Unapokosewa na watu na wanakufanyia mabaya na wewe unalipa mabaya, unazani ndio unawakomesha. Lakini kama ukijua kila utakapofanyiwa mabaya na kurudisha mabaya, mabaya hayatakayaondoke kwako. Siku zote utapalilia mlango wa mabaya kwenye familia yako. Siku zote utatabiri mlango wa mabaya kwenye familia zako. Wengi wanasema wanawakomoa. Tena mkomoa yule aliyenikosea. Ndugu, wajidanganya mwenyewe na kujichimbia kaburi lako mwenyewe. Sitakani achilie, sitakani samehe. Leo nitakufundisha kwa nini kuna kusamehe na kuna kuachilia. Wengi wameishia kusema samehe alafu sahau. Nisikilize, kuna mambo ukitendewa huwa hayasahauliki. Unanielewa zungumza? Kuna mambo ukifanyiwa huwa hayasahauliki. Sasa Mungu hakusema samehe alafu sahau, anasema samehe alafu achilia. Kukumbuka utakumbuka tu, lakini achilia. Kwa nini achilie? Kusamehe ni nini? Kuachilia ni nini? Haleluya. Kuna watu unaweza kumuomba msamaha
na akakutamkia nimekusamehe kabisa, lakini ndani ya moyo wake ana maumivu na wewe, ana kisasi na wewe. Kimdomo amesema nimekusamehe, huyu hajakusamehe. Unanielewa? Unanielewa? Kuna mwingine anakusamehe, anasema ndugu, mimi nimekusamehe. Unanielewa? Mtakula vizuri pamoja naye kwa sababu amekusamehe, lakini ametumia nafasi ya kukusamehe. Mwanza sasa, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo, tugange yajayo. Unanielewa? Lakini kaweka maumivu moyoni, hataki kugombana, kaamua kukusamehe, ila hajaachilia. Na ndio maana mnaweza mkaishi naye hata miaka 6, ukija kufanya kosa, lile kosa aliyesemaga amekusamehe litatumika fimbo ya kukupiga. Kwa nini? Hakuachilia. Na ndio maana, kwa sababu hakuachilia, makosa uliyomkosea yanatumika fimbo ya kukuadhibu. Ndio maana wengi leo tunatumia udhaifu wa watu fulani kuwakomoa kwenye mazingira fulani. Unakumbuka? Unakumbuka ulifanya nini? Unakumbuka? Unakumbuka nilikufumania hapa? Unakumbuka? Mbona yalishapitaga hayo, leo yamerudije huku? Sikiliza, hayakupita mdomoni, yalipita kwenye moyo, hayakupita. Ndio maana kinachotoka leo hii hakitoki moyoni. Yale aliposema na kusamehe yalitoka mdomoni, lakini leo anayeyasema kwamba unakumbuka hayatoki mdomoni, yanatoka moyoni, kwa sababu hakuachilia. Sikiliza, na ukionaga na kamfumo ka namna hii, elewa wewe ni kapepo. Kwa sababu huu ni mfumo wa shetani, ni mfumo wa giza. Sikiliza, shetani kabla hajaja kwenye maisha yako ili aje kukuvuruga, kabla hajavuruga chochote, huwa ana tabia ya kukumbusha maovu uliyowahi kuyatenda. Anaanza kukukumbusha mambo mabaya ambayo uliwahi kuyapitia. Unajifanya unaomba, unakumbuka ulifanya nini? Hebu angalia hayo uliyopitia. Shetani anakukumbusha yaliyopita, anakumbusha tabia chafu za zamani. Wewe unasema unaomba leo, umesimama ni mchungaji, mbona ulibakaga mwaka fulani? Kwa hiyo anaanza kukukumbusha madhaifu. Na wengi wakianza kukumbusha madhaifu, huwa wanaacha na kuomba. Nguvu ya kuomba huwa inapotea. Kumbe na hawa walio ambao hawana namna ya kuachilia, hawana tabia ya kuachilia, wana tabia za kishetani. Hawezi kukusamehe. Huyu achana hilo lipite. Ngoja nikusaidie. Ndio maana misamaha ya wengi midomoni ni misamaha ya namna hii. Wanakusamehe ili uwe karibu, apate nafasi ya kulipa kisasi vizuri. Kwa maana sipokusamehe utaenda mbali zaidi, atashindwa namna kukukamata, atakwazaje? Kwa hiyo inabidi akukaribishe karibu, ili anapokuja kuirudisha ile kwezi, atairudisha kwezi sawa sawa. Sikiliza, kuna namna ambavyo wengi tunaishi, maisha yamekuwa magumu kwa sababu ugumu haujatengenezwa na Mungu, umetengenezwa na sisi. Sio wengi wepesi wa kusamehe, sio wengi wepesi wa kuachilia. Tumegoma kuachilia. Mimi atanijua siku moja, atanifahamu siku moja. Mimi yani mimi amekusamehe mdomoni ili akusogeze kae jirani na wewe ujisahau. Hauna tofauti na wanawake wenye roho ya kishirikina ambaye amedundwa ngumi na mumewe, alafu yeye anajiona hana uwezo wa kupigana na mume. Kwa hiyo anachokifanya, nasubiri mume aende akaanze kukoroma kitandani, yeye anarudi kumchemshia maji. Kwa nini hujasikia matukio ya namna hii? Mengi sana.
kwa sababu ndani unaishi na mtu, ndani yake kuna ushetani. Hamuwezi kuamua mamoja, kila mmoja ataenda na la kwake, kwa sababu mioyo haijakumbatia tabia ya kiungu. Kuna tabia ya ushetani, na kama kuna tabia ya ushetani, hiyo ndiyo itakayofunuliwa, hiyo ndiyo itakayojifunua. Sikiliza, Biblia inasema hicho kiingiacho ndani ya mdomo kimtiacho mtu unajisi, lakini kitokacho moyoni kinaweza sababisha madhara. Kuna vitu umekuwa ukifanyiwa, umebaki navyo, na mbaya zaidi vitatengeneza uchungu ndani. Unakaa kila muda ukikumbuka unaugua ndani. Ujue ule uchungu ndio lango lako la kifo. Ule uchungu ndio mauti wako. Ule uchungu ndio kaburi lako. Yule aliyekutendea ubaya alishaenda, kwa maana ulisema umemsamehe. Hana hata shida na wewe, hana hata mawazo na wewe, lakini utabaki na ule uchungu. Utaendelea kukusugua siku hadi siku, utaumia siku hadi siku, lakini mwenzio yuko na amani. Na utakuta mabaya waliokutendea yote, wale unaowaita wabaya. Sikiliza, hiki ndicho kinawafanya leo. Kuna watu wanasema wameokoka, lakini wanatembea masikini. Leo wameokoka, magonjwa ya waachi. Leo wameokoka, kuna mambo machafu ya waachi, wanazidi kuandamiwa. Lakini watu ambao hawaendi hata makanisani, kuna mema yamo. Kwa nini mema yamo? Uone akikutana na timbwili la magonjwa, akikutana na timbwili la hili, lakini waliookoka wana mioyo ya kusema tumeokoka, lakini hawajuagi kuachilia. Afu mtu wabaya, wewe umekazana na Baba, katika jina la Yesu zilisha huruma zako Bwana, na mimi upate kuniponya. Mengine yajui hata Baba, katika jina la Yesu. Ndipo mtumishi wa Mungu Yeremia akasema, Mungu, kwa nini mimi ni nabii, alafu umeniambia nabii wa mataifa? Nimekuwa masikini kiasi hiki, wabaya ndio wanaofanikiwa, alafu mimi ndio nazidi kuwa masikini. Mungu, hii hapana. Mungu, hii hapana. Wabaya ndio wanafanikiwa. Wabaya wanafanikiwa kwa sababu malokole mengi hayataki kuachilia, yana manunguniko na watu fulani. Nisikilize mwana wa Mungu, kadri unavyozidi kunungunikia mtu, unavyozidi kubeba shutuma za watu, unapeleka shutuma kwenye mioyo wengine, unapeleka malaumu. Sikiliza, ujue na jaza kakibaba kako, kakibaba kakifurika, lawama zote zitakurudia. Unanielewa chizungumza? Kwa sababu Mungu anataka aone unavyotukanwa. Na unavyotukanwa, hiyo sio shida ya kutukanwa. Wacha wakutukane, wacha wakusimange, wacha wakung'onge. Mungu hana shida na wanaokung'onga, hana shida na wanaokutukana. Wakati mwingine anawaongeza tena, anawaongeza tena, waje wakutukane tena, waje wakutukane tena, waje wakutukane tena. Kwa nini waje wakutukane tena? Mungu anataka angalie kipimo cha wale wanaokutukana katika maamuzi yako. Wewe uliokoka unaamuaje? Mungu anasubiri maamuzi yako, haangalii namna wanavyokutukana. Ndio maana unaona kwenye Ufunuo anasema, oh, naijua dhiki yako na umasikini wako, lakini utaji. Anasema najua na matukano ya hao wakutukanao. Tena wengine wanajifanya ni walokole, wengine wanajifanya ni walokole, na ndio wanaokutukana. Anasema wala usibabaike na matukano yao. Ngoja nikusomee hili neno katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 2 na mlango ule wa 8. Kwa makanisa na kwa malaika wa kanisa lililoko Smirna andika. Kwa kanisa lililoko Smirna andika. Haya ndio neno yeye aliye wa kwanza na wa mwisho. Ndio. Aliyekuwa amekufa kisha kawa hai. Aliyekuwa amekufa kisha kawa hai. Naijua dhiki yako na umaskini wako. Lakini utaji. Najua na matukano. Yaani Mungu anajua na matusi ya hao watu wanaokutukana, alafu wanasema ni walokole, alafu nao sio.
kwenye macho mnavyotazamana, wote mko kanisa moja, wote mnasali pamoja, lakini kwa ulimwengu wa kiroho ni kanisa la shetani. Anasema wakikutukana usiogope, wakikusengenya usiogope, hata wakifanyia ubaya usiogope mambo yatakayokupata. Tazama, huyo shetani atawanyanyasa kwa muda, hiyo mjaribiwe, nanyi mtakuwa na ziki siku 10. Uwe mwaminifu. Kumbe unaacha wanitukane, unaacha waniseme mabaya, unaacha nifanyie kila ubaya. Kumbe Mungu katikati ya mabaya unayofanyiwa, Mungu yuko kupeleleza uaminifu ulionao. Anaangalia maamuzi ulionayo, uaminifu ulionao, kanuni unayotumia katika kutembea kwako. Bwana Suleiman anasema, Bwana anahitaji hekima. Unipatie hekima nijue namna ya kujibu wale watakaonisema. Daudi naye anasema, Bwana naomba unipe hekima. Unanielewa eh? Unanielewa? Daudi anaomba nguvu fulani ambayo ajue namna ya kuwajibu wabaya wake. Nisije nikawajibu kama wanavyojibu wao, wanavyoongea wao, nikaunganisha kwenye laana. Nisikilize mwana wa Mungu, kwa maana mtu ambaye anakutukana na wewe wakati unarudisha matusi, maana yake mnaingia wote kwenye laana moja. Ndio maana Yesu akasema ole wake yule akwazae na yule akwazikae, maana yake wote wamelaaniwa. Yule anayetukana na yule anayetukanwa, akinuna kwa sababu ya kutukanwa, akarudisha matusi kwa sababu ya kutukanwa, wote wana laana. Wote wako kwenye laana. Sasa nitaikwepaje laana? Anasema wakati unatukanwa usije ukarudisha matukano. Wabariki wanaokutukana. Na barikije. Hii ndio vivesa, hii ndio fumbo kwa Mkristo. Anasema siku utakayoanza kubariki maadui na kuwapenda maadui, ndio siku nayowapalia makaa kwenye utosi wao. Lakini siku utakayowatukana maadui na kuwachukia maadui, ndio siku ya kuunganishwa kubeba laana pamoja. Kwa hiyo ukikutana na kaanza masuala ya weka haba na weka haba, weka haba na weka haba, ujue wote ni makahaba. Mnaingia kwenye laana moja. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wote mko kwenye kifungo cha aina moja, cha aina moja. Kitabu cha Mithali sura ya 12 mlango wa 17, mlango wa 17 hadi 19. Mithali 12:12. Ndiyo. Atamkaye maneno ya kweli ufunua haki. Ufunua haki. Bali shahidi wa uongo utamka hila. Kuna anenaye bila kufikiri kama kuchoma kwa upanga. Bali ulimi wa mwenye haki ni afya. Mstari wa 19. Mdomo wa kweli utathibitishwa milele. Bali ulimi wa uongo ni wa kitambo tu. Anza uongo. Ndiyo. Ni wa muda tu. Kuna mahali utakamatika. Kuna mahali utapotea. Unanielewa nachozungumzia? Unaelewa nachozungumza? Sikiliza mwana wa Mungu. Nimesema tumia nafasi ya kutoa msamaha kwa watu waliokukosea. Tumia nafasi ya kutoa msamaha kwa watu waliokukosea, unaowazani ni waovu machoni pako, kwa hali ya kawaida kabisa, kwa hali ya kawaida kabisa. Lakini nakushauri wasamee watu hao, ukajiletee baraka, ukajitafutie baraka. Pia utakuwa mtu huru usiyefungwa na chochote, hata mbele za Mungu, hata mbele za Mungu. Kwani kuyaweka makwazo, mashutumu ya watu moyoni ni kujifungia mlango.
kujifungia milango yako ya baraka tu. Na ndio maana Mungu ili akusamehe anataka atumie kiwango cha kipimo unachotumia kuwasamehe watu wengine. Kama wewe hujuaji kuwasamehe watu wengine, kama ukijua Mungu hata kaa kusamehe. Yaani kama unasema mimi nimeng'ata meno, siwezi kusamehe, wamenifanyia ubaya, nitalipa baya. Kaa ukijua hata ombe rehema mbele za Bwana hazina matokeo. Rehema zenye matokeo kwa Mungu ni zile ambazo naachilia msamaha kwa watu wake. Huwezi tukana product ya kwake alafu kaja kwa mwenye product yake ukaanza kusema naomba nitengenezee hiki. Umezalau uumbaji wake, alafu nakuja kwa aliye kiumba kile ulichokizalau, unataka wewe akutendee mema. Sahau. Katika kitabu cha Luka sura ya 6 mlango wa 36. Luka sura ya 6 mstari wa 36. Ndio. Nisome. Basi iweni na huruma. Anasema iweni, kanuni ni hii, iweni na huruma kama Mungu wenu alivyo na huruma. Msihukumu. Kama mtahukumu, mjiandae kuhukumiwa. Msilaumu. Kama mtalaumu wengine, na nyinyi jiandaeni kulaumiwa. Achilieni, nanyi mtaachiliwa. Wapeni watu vitu, wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kusinduliwa na kusukwasukwa hata kumwagika ndicho watu watakachowapa. Unahitaji upewe vitu na wewe kuwa mwepesi kutoa vitu. Wapeni vitu, nanyi mtapewa vitu. Kipimo kile kile upimacho ndicho mtakacho. Kiwango cha heshima ya kuwaheshimu watu ndicho kiwango cha heshima ulionayo kwa Mungu. Huwezi ukasema ninawadharau watu ukasema ninamheshimu Mungu. Mnafiki. Mungu ni watu. Mungu ni watu. Huwezi kumwona Mungu bila hao watu. Na ndio maana hata ukisikia Mungu anaruhusu baraka, sikilize, Mungu ashushaji baraka mbinguni kwamba inatoka ufufuni na kuja kwako. Ukiona anasema Mungu anakuja kubariki, ana tabia ya kukuinulia watu. Kwa anapokuja kukubariki, anakuja kuinulia watu. Unanielewa? Unanielewa? Amen. Unanielewa? Amen. Kuna watu ambao wanatakiwa wakuinulie ili wasababishe jambo kwa maisha yako. Lakini kwa sababu ya tabia zako, kila anapokuinulia watu, tabia zako zinawafukuza wale waliobeba baraka ya kwako. Wasaidizi wa hatima wanaondolewa. Kwa sababu unajionaga wewe ni gendaheka, unajiweza mwenyewe. Nisikilize mwana wa Mungu, nisikilize mwanangu. Nimesema katika ulimwengu tunaoishi hakuna mtu aliwahi kufanikiwa peke yake. Kila aliyefanikiwa nyuma kuna watu waliomfanikisha. Kwa sababu ni mfumo wa Mungu aliyoweka mwenyewe. Hii ni kanuni. Unataka kufanikiwa, lazima uheshimu watu wapate kukufanikisha. Amen.